Hujambo na karibu katika kipindi kingine ambacho nitakufunza kuhusu magonjwa. Jina jingine la magonjwa ni maradhi. Magonjwa pia huitwa maradhi. Kwanza tuanze kwa kujua maana ya ugonjwa ni nini. Ugonjwa ni hali au kitu kinachomfanya mtu kuwa katika afya duni. Ugonjwa ni hali au kitu kinachomfanya mtu kuwa katika afya duni. Tutakuwa tunaangazia baadhi ya magonjwa yanayopatikana katika binadamu. Tutaanza na ya kwanza ambayo ni homa. Na kabla hatujaanza baadhi ya magonjwa hayo, ni vizuri tujue yapo magonjwa mbalimbali yanayoweza kumwathiri mtu, na mengine yana tiba na mengine hayana tiba. Mengine huambukiza ilhali mengine hayaambukizi. Na magonjwa ya kuambukiza ni yale yanayoenea kutoka mtu mmoja hadi yule mwingine, ambayo utapata yameambukizana kutoka kwa mtu mmoja hadi yule mwingine. Tuanze, moja, homa. Homa ni ugonjwa unaosababisha mwili kuwa na joto kali. Homa ni ugonjwa unaosababisha mwili kuwa na joto kali. 2, mafua. Mafua ni ugonjwa wa kutoa kamasi unaoambatana na kukohoa. Mafua ni ugonjwa wa kutoa kamasi unaoambatana na kukohoa. 3, kikohozi. Kikohozi ni ugonjwa wa kukohoa sana. 4, upele. Upele ni uvimbe mdogo mdogo ulioenea mwilini. Huwasha na kutoa usaha. 5, ukimwi. Maana yake ni upungufu wa kinga mwilini. Unadhoofisha mwili na kufanya kushindwa kujizuia au kuzuia maambukizi ya magonjwa mengine. 6, tuna malaria, kwa jina jingine homa ya mbu. Homa ya mbu ambao ni ugonjwa unaompata mtu anapoumwa na aina fulani ya mbu, haswa jike aitwaye anophelesi. Mbu anayeitwa anophelesi ndio husababisha maradhi ya malaria au homa ya mbu. Ugonjwa wa malaria huambatana na homa kali, kulegea viungo, kizunguzungu na tumbo la kuendesha. Sawa sawa. 7, tuna kifua kikuu. Kifua kikuu ni ugonjwa wa kuharibu mapafu na aghalabu humfanya mtu akohoe sana. 8, tuna mba au jina jingine ni choa, ambayo ni ugonjwa wa ngozi unaosababisha ngozi kuwasha na kufanya mabaka mwilini. 9, majipu. Majipu ni ugonjwa wa uvimbe mwilini na kutunga usaha. 10, kipindupindu au waba. Huu ni ugonjwa wa kutapika na kuhara. Huwapata watu walao chakula na kunywa maji machafu. 11, ukambi au surua au shurua, jina jingine firangi. Huu ni ugonjwa unaowashika watoto wachanga, unaifanya ngozi kuwa na vipele. Mgonjwa hukohoa sana na kuwa na homa. 12, kifafa. Kifafa ni ugonjwa wa nefa unaomfanya mgonjwa kukosa fahamu na kuanguka. Anapoanguka anapiga miguu na mikono. 13, kichocho. Kichocho ni ugonjwa unaosababishwa na konokono wadogo wanaoishi ndani ya maji yaliyotuama, na mgonjwa wa kichocho hukojoa damu. 14, kifaduro. Kifaduro ni ugonjwa wa watoto unaowafanya wakohoe sana. 15, tuna homa ya matumbo au typhoid,
ambao ni ugonjwa unaoletwa na kunywa maji machafu yaliyo na viini vya ugonjwa. Mgonjwa huumwa na tumbo na wakati mwingine kuwa na tumbo la kuendesha. 16. Homa ya mkunguru. Homa hii ni ambayo inampata mtu anapobadilisha makao au hali ya hewa inapobadilika. Homa ya mkunguru ni homa inayompata mtu anapobadilisha makao au hali ya hewa inapobadilika. 17. Kuendesha au kaputula. Haya ni maradhi ya kuhara. Maradhi ya kuhara ni kuendesha au kaputula. 18. Anemia. Hii ni hali ya kuwa na upungufu wa damu mwilini. Hali ya kuwa na upungufu wa damu mwilini. 19. Muhina au mnoga au mjusi. Ni ugonjwa wa kuvunja damu na kutoka kwa damu puani. Ugonjwa wa kuvunja damu na kutoka kwa damu puani ni muhina au mnoga au mjusi. 20. Saratani au kansa. Ni ugonjwa unaosababisha uotaji wa seli mwilini usio wa kawaida. Ugonjwa unaosababisha uotaji wa seli mwilini usio wa kawaida ni saratani au kansa. 21. Malale. Malale ni ugonjwa wa kusinzia unaoenezwa na mbung'o. Mbung'o husambaza au hueneza ugonjwa wa malale. 22. Kwashiorkor au ukosadisha. Ukosadisha au kwashiorkor ni ugonjwa wa watoto unaoletwa na ukosefu wa chakula chenye protini. Unawafanya watoto kukonda na kuwa na tumbo kubwa. 23. Tuna baridi ya mbisi. Baridi ya mbisi ni maumivu ya mifupa au viungo yanayosababishwa na baridi kali. Maumivu ya mifupa au viungo yanayosababishwa na baridi kali ni baridi ya mbisi. 24. Tuna ukoma ambao ni ugonjwa wa kuambukiza wa mapato ambao unaharibu mishipa ya fahamu na kukata viungo vya mwili. Ugonjwa wa kuambukiza wa mapato ambao unaharibu mishipa ya fahamu na kukata viungo vya mwili ni ukoma. Tuna nyingine tauni. 25. Tauni ambao ni ugonjwa wa homa kali unaosababishwa na viroboto wa panya. Viroboto wa panya wanasababisha ugonjwa wa tauni. 26. Tuna pumu. Pumu ni ugonjwa wa mapafu unaomsababishia mgonjwa atatizike anapopumua. Ugonjwa wa mapafu unaomsababishia mgonjwa atatizike anapopumua ni pumu. 27. Afkani. Afkani ni ugonjwa wa moyo. Ugonjwa wa moyo huitwa afkani. 28. Kiharusi. Ni maradhi yanayosababisha baadhi ya viungo kufa ganzi na kupooza. Viungo vinavyokosa nguvu na kusababisha magonjwa kuyumbayumba na kutetemeka. 29. Tuna polio au kupooza ambao ni ugonjwa unaathiri mishipa ya uti wa mgongo na kusababisha kupooza kwa viungo hasa kwa watoto wachanga. 30. Kwikwi au kekevu. Kwikwi au kekevu ni ugonjwa wa kutoa pumzi kinywani kwa nguvu bila kutarajia. Ugonjwa wa kutoa pumzi kinywani kwa nguvu bila kutarajia ni kwikwi au kekevu. 31. Kiungulia ni mchomeko unaosikika kwenye njia ya chakula mwilini, husababishwa na kula vitu vyenye asidi nyingi. Mchomeko unaosikika kwenye njia ya chakula
mwilini ambao husababishwa na kula vitu vyenye asidi nyingi ni kiungulia. 32, kisukari au mbolisukari. Kisukari au mbolisukari ni maradhi yanayotokana na mwili kushindwa kudhibiti kiwango cha sukari katika damu. Maradhi yanayotokana na mwili kushindwa kudhibiti kiwango cha sukari katika damu ni kisukari au mbolisukari. 33, tuna kizunguzungu ambayo ni hali ya kujisikia kupepesuka na kutaka kuanguka. Hali ya kujisikia kupepesuka na kutaka kuanguka ni kizunguzungu. 34, kimeta. Kimeta ni ugonjwa wa kuambukiza sana ambao dalili zake ni kuvimba koo na homa kali. Ugonjwa wa kuambukiza sana ambao dalili zake ni kuvimba koo na homa kali ni kimeta. 35, tuna ugonjwa pepo punda. Pepo punda ni ugonjwa wa kukamaa viungo ambao husababishwa na bakteria walio katika kutu, mafi ya ng'ombe, punda na kupitia katika jeraha. Ugonjwa wa kukamaa viungo ambao husababishwa na bakteria walio katika kutu, kinyesi cha ng'ombe, punda na kupitia katika jeraha ni pepo punda. 36, tuna ugonjwa kama tetekuwanga. Tetekuwanga jina jingine ni tetemaji. Tetemaji ambao ni mapele yanayoambatana na homa kali na huambukiza sana sana watoto. Mapele yanayoambatana na homa kali na huambukiza sana sana watoto. 37, ndui. Ndui ni ugonjwa wa kuambukiza unaofanana na surua. Husababisha pele nyingi zenye majimaji na kuzama sana mwilini. Ni ugonjwa ambao huenea kwa kasi sana. 38, tuna utapiamlo ambao ni ugonjwa unaowapata zaidi watoto kutokana na ukosefu wa viinilishe vya kutosha katika chakula. Ugonjwa unaowapata zaidi watoto kutokana na ukosefu wa viinilishe vya kutosha katika chakula. 39, shinikizo la damu. Ni nguvu inayosukuma damu mishipani ambayo husababisha madhara inapokuwa juu sana au chini sana. Maradhi ya ukosefu wa nguvu inayosukuma damu mishipani ambayo husababisha madhara inapokuwa juu sana au chini sana. 40, tuna ugonjwa kama safura au kung'uta. Safura au kung'uta ni ugonjwa unaosababishwa na michango na kumfanya mtu kupungukiwa na damu mwilini. Ugonjwa unaosababishwa na michango na kumfanya mtu kupungukiwa na damu mwilini tutauita safura au kung'uta. 41, tuna rofu. Rovu ni ugonjwa wa kuvimba tenzi kwenye shingo. Ugonjwa wa kuvimba tenzi kwenye shingo. 42, hijabu au kiseyeye. Hijabu au kiseyeye ni ugonjwa wa kuvimba fizi. Ugonjwa wa kuvimba fizi ni hijabu au kiseyeye. Kufikia hapo natumai umejifunza baadhi ya magonjwa ambayo hupatikana kwenye binadamu. Je, ulikuwa unajua magonjwa gani? Natumai umejifunza kadhaa. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Kama umepata ni ya manufaa na inaelimisha, ningekusihi uweze kusubscribe katika channel yangu, upende video zangu, kuwa huru pia kusambazia wengine waweze kusoma nami. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.